Profesa Martin Muhando wakati akiwa ni ofisa katika kampuni ya kutengeneza filamu Tanzania aliamua kuacha kazi na kwenda Australia kujiunga huko na mkewe ambaye alikuwa akisoma huko akichukua PhD. Akasema hapana, hebu ngoja niende kwa mke wangu nikamsaidie malezi. Akaachana na kazi ya filamu, akaenda huko, akaacha mshahara, akakaa huko bila ajira. Profesa, ndio, huu thubutu ulitokana na nini hasa? Ni mapenzi tu au kulikuwa na sababu nyingine nje ya hapo? Kusema kweli, kwanza ni mapenzi na kutambua nafasi ya mwanamume au baba katika ulezi wa familia yake. Na kusema kweli, japo hapo mwanzo nilikuwa sikutambua umuhimu wake, lakini kuenda kule na jinsi kushiriki katika kulea mtoto na kumwangalia jinsi anapokuwa analelewa na wazazi wote wawili, hiyo ikanifungua kwamba kwa kweli kina baba tunakosa raha kubwa mno katika ulezi wa watoto kwa kutokuwepo karibu na watoto. Kwa hiyo kwa muda wa miaka 3 hadi 4 mimi nilikuwa full time baba wa nyumbani. Kama unavyosema mama wa nyumbani, mimi nilikuwa baba wa nyumbani. Ulikuwa baba wa nyumbani ukilea. Nikiamka asubuhi na mwanangu, maana tulikuwa na mtoto mmoja kabla tujaenda Australia. Tulipofika pale tukapata mtoto wa pili. Yule wa pili hakumjua mama yake. Yule alikuwa anajua baba. Kwa sababu muda wote tangu asubuhi akiamka ninaye mimi, nambadilisha nguo, namuogesha, namvalisha, tunacheza naye pamoja siku nzima mpaka alipokuwa anaanza kwenda skuli. Nakwenda naye kwenye kindergarten, nampeleka kule, namuacha. Watu wengi wanawapeleka watoto wao, wanawaacha siku nzima kule. Unaweza kumwacha siku nzima kule tangu asubuhi mpaka saa 12, saa 11 sijui. Lakini mimi kwa jinsi nilivyokuwa naona raha kukaa na watoto, nilikuwa sikubali. Kwa hiyo nilikuwa nawachukua watoto nawapeleka kule. Ikifika saa 7 nishafika pale nje nakaa nangoja kuchukua wanangu. Wanasema lakini wao wanaweza kuwa mpaka saa 11. Ina wasiwasi, mimi mwenyewe nitawachukua. Nawachukua, tunarudi nyumbani saa 8 ile pale, naanza natayarisha chakula, tunakula kidogo. Chakula kule kwenye nini, lakini hapo nakula kidogo, tunaanza mazungumzo yetu. Ikifika saa 11, natoka nao na kwenda nao kwenye park. Basi tunacheza kwa muda wa saa nzima, lakini ile ni kucheza hasa. Najua hawa nikitoka hapa watakuwa ishachoka. Raha yake ilikuwa ni kwamba yule mtu hakiamka asubuhi alikuwa halii mama, analia baba. Kitu cha tofauti. Raha gani unayoipata? Wanawake mimi nawajua nyi wajanja kweli kweli. Mmetuficha siri hiyo ya kwamba kuitwa mama asubuhi hakuna raha zaidi. Kabisa. Kabisa, ni kweli. Hakuna raha zaidi mtoto akiamka afu neno la kwanza aseme mama. Sasa ni raha zaidi akisema baba. Hasa. Baba unajiona na wewe ni sehemu ya malezi. Wanaume wote wafahamu hilo kwamba kuitwa baba asubuhi hakuna raha zaidi kuliko hiyo duniani katika maisha yao.